tarehe za kupata sisi mgao hatupati. Lakini mwezi wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 watu wapati maji. Lakini wanafahamu na wanasikia kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sera ya serikali iliyoko madarakani inasema wanamtua mwanamke ndoo kichwani. Jimbo la Segerea hii imebaki katika maneno. Mheshimiwa Waziri, mimi natoka jimbo la Misenyi kwa maana ya kuzaliwa. Kwenye lile jimbo maji yanapatikana vizuri kabisa. Tena sio ya mgao. Lakini tunafahamu kutoka kwenye jiji watu ni wengi. Ndani ya jimbo la Segerea tunaongoza kwa kuwa na wakazi wengi. Nafikiri nchi nzima. So we understand kwamba tunaweza tusikwepe zana nzima ya kupata maji kwa mgao. Lakini mnapotuambia siku ya Jumatatu maji yanatoka, Mheshimiwa Waziri, basi maji yatoke. Kwa sababu watu wameshajiandaa, wameandaa vyombo, wameandaa matenki kuwajaze maji, hayatoki. Lakini Mheshimiwa Waziri, jambo lingine, unaambiwa leo ndo maji yanatoka. Kwa nini yasitoke asubuhi? Kwa nini yatoke usiku? Yaani mgao unaanza kutoka saa 4 za usiku, like seriously? Kwa hiyo changamoto ni kubwa ya maji ya jimbo la Segerea ambayo nimesema ni hiyo ya nini? Hiyo ya mgao. Lakini hatupati maji kabisa. Nimekupa mfano kati ya Bonyokwa. Huu ni mwezi wa 10. Na uzuri nilikuwa naongea na watendaji wa wizara hapa. Na wenyewe wamekiri kwamba ni kweli ipo. Kisukuru mwezi wa 4 hivi tunavyoongea, kata nayotoka mimi ya Segerea, mwezi wa 3 maji hayatoki. Vingunguti hivyo hivyo, Tabata ndo usiseme. Kinyerezi. Katika maeneo ambayo yametajwa ya jimbo la Segerea, kuna maeneo ya Tabata, Kisukuru, lakini ambayo yapo mkoa wa kihuduma wa Tabata, lakini na kata zingine 9 ambazo zipo Kinyerezi na mitaa 17. Changamoto ya maji ipo, lakini kinachotokea kuanzia tarehe 1 tulijaribu kuangalia hali ikoje. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba kwa muda kidogo kwa una scarcity, especially kuanzia mwezi wa 10 ambapo nilifika, maeneo mengi yalikuwa na scarcity. Kwa hiyo tulichokifanya ni kujaribu kufikisha kila sehemu, kupunguza makelele. Then baada hapo sasa tukaja na ratiba kuanzia tarehe 27. Tuliitekeleza kwa siku kama 3. Baada hapo ikabadilika. Nani mwenye jukumu la kujaza matenki? Kujaza matenki distribution. Upo ufumbuka. Kwa nini matenki ya mjaza? Mheshimiwa Waziri, kama nilivyosema, tunajaza matenki. Changamoto pekee inayotukuta mkuu ni hizo changamoto za umeme. Umeme unakatika kila siku? Hapana mkuu. Sasa nadhani tuache visingizio. Viongozi wapo, kama mna changamoto wapeni viongozi. Wetu wa wilaya huyu hapa. Tusizoee shida za wananchi. Unakuwaje ofisini asubuhi mpaka jioni unarudi nyumbani hujui hali ya watu wanapata maji pale poje? Kwa hiyo mimi ninachotaka kuambia na naenda kulisisitiza, tutakutana huko, hili tenki tumelijenga maeneo haya ya Kifulu, maeneo ya Kinyerezi, maeneo ya Segerea, maeneo ya Ukonga, maeneo jana kule ya Saranga. Ndio hili ndio solution yake. Na miundombinu ipo. Sasa unaponiambia kwamba matenki yakiwa yanajazwa maji, sasa aje waziri ndo ajaze tenki? Katibu mkuu Bwire, nani anaosimamia hapa kuhakikisha kama tenki limejaa au leo mbona limejaa? Tusimamie jamani. Wakati mwingine inawezekana mahitaji yakawa makubwa, lakini si wote ambao watu watapata huduma. Basi ukimwambia mtu anapata Ijumaa na Jumamosi, basi apate Ijumaa na Jumamosi. Sisi tunaelewana? Lakini ukishamwaahidi mtu unapata Ijumaa na Jumamosi alafu humpi, unajenga chuki tu ambayo haina ulazima. Nadhani kuna haja iwekwe vizuri. Inakuwaje mkoa huu huyu anayehudumia kidogo, huyu kaingia kidogo? Unajua maana yake sasa? Ni rahisi sana mtu kumtupia mpira. Sijui kama inaeleweka. Mtu kama anahudumia mkoa wa Tabata, basi autumie Tabata. Ni rahisi kumbana. Na kimsingi naomba nikuhakikishie tumeshaipanga hizi mikoa yetu pia. Kwa Dar es Salaam tulikuwa na mikoa hii ya huduma ya DAWASA 16. Sasa hivi tumeshapanga kulingana na mitaa na kila kata na wilaya. Kwa hiyo kwenye wilaya kama hii ya Ilala
tutakuwa tuna mikoa ya huduma mitatu. Kwa hiyo kama ni eneo hili la jimbo, kutakuwa na mtu mmoja anayewajibika na hakutakuwa mtaa unahudumiwa na zaidi ya meneja mmoja. Kwa hiyo ili kuanzia Januari, Mheshimiwa Waziri, hili linaenda kuwa hivyo. Nadhani Katibu Mkuu, sisi wakati kipindi hichi tupo, hebu tuzidi kumulika macho. Kuna mambo mengine ambayo yanahitaji maamuzi kwetu sisi, tutayafanya. Ili tuende hivi. Kwa mfano, mtu ambaye hana maji leo ukimpatia maji anafurahi, ataichukia serikali yake? Watu tutimize wajibu jamani, tutimize wajibu. Nimezungumza na naendelea kuzungumza, tutaachana, tutachora mstari, tutaweka watu ambao huyu hapa tukimweka atatusaidia. Unajua ukishiba unacheua Ndio. Au unavimbirwa, ukishashiba unacheua, lakini ujue tu jamani, kazi mbaya ukiwa nayo. Amna ajuaye mwenye shamba. Sijui tunaelewana vizuri? Kazi nzuri mbaya ukiwa nayo. Wapo vijana wengi sana hawana ajira. Nyinyi ambao mmepata ajira, unakaa tu ofisini, unataka kuona watu kazi wanafanyaje? Ndugu zangu, narudia tena, sina lugha nyingine, tutaachana. Taweka mtu ambaye ataweza kusaidia watu waweze kupata huduma.